Karibu sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati katika banda la Wakala wa Majengo Tanzania. Awali ya yote, Wakala wa Majengo Tanzania ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Ujenzi, tukiwa na majukumu ya kujenga majengo ya serikali, ushauri wa majengo ya serikali, usimamizi pamoja na uendelezaji wa miliki za serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, hapa mbele yako unaweza kuona miradi mbalimbali ambayo sisi kama Wakala wa Majengo tunaitekeleza. Ukiweza kuona kwenye picha hapa, hii ni ofisi ya Rais Ikulu, ambao sisi kama Wakala wa Majengo tumeweza kubuni jengo hilo pamoja na kusimamia ujenzi mzima kukamilika. Lakini pia Naibu Waziri Mkuu, sisi Wakala wa Majengo kwenye mkoa wa Geita tuna mradi mkubwa ambao tunatarajia kutekeleza hivi karibuni. Tunapenda kumshukuru pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu kwa kutubadilishia sheria yetu ya Wakala wa Majengo GN namba 595 ya mwaka 2023 ambayo inatuhusu sisi Wakala wa Majengo kushirikiana na sekta binafsi pamoja na taasisi za kifedha katika kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tunapenda pia kwa fursa hii kuwakaribisha pia wawekezaji ambao wanatamani kushirikiana na Wakala wa Majengo Tanzania kwa njia ya ubia kuweza kushirikiana nasi kwenye miradi hiyo. Kuna miradi yetu mbalimbali ambayo tunaitekeleza ikiwemo hospitali ya rufaa ya kanda ya Chato pamoja na hospitali ya rufaa ya mkoa Geita. Mkuu, miradi hiyo imekuwa ni chachu katika kuwaletea huduma wananchi, kuweza kuwahudumia katika miradi hiyo. Lakini pia Mheshimiwa, tumeweza kutekeleza miradi mbalimbali ikiwemo ofisi ya mkuu wa mkoa wa hapa Geita ambao tayari umeshakamilika, na pia tuna miradi mingine ya ofisi mbalimbali ikiwemo ofisi ya TANESCO pamoja na ofisi nyingine za wilaya pamoja na viongozi wengine mbalimbali. Sisi kama Wakala wa Majengo tunakushukuru kwa ujio wako hapa katika banda letu. Lakini hata hivyo mkuu, tunapenda kukabidhi zawadi. Tunashukuru sana mkuu kwa kuja katika banda letu. Mtazamaji ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi hivi maalumu, vipindi ambavyo tulikuwa tukikuletea moja kwa moja kutoka Geita, ambapo yanafanyika maonyesho ya 8 ya teknolojia za madini nchini Tanzania. Na kwa siku ya leo basi Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Doto Biteko alikuwepo hapa katika viwanja hivi, na moja kati ya mabanda ambayo alipenda kuyatembelea ilikuwa ni banda hili hapa TBA. Kwanza hongereni sana, naona mmeshika tuzo yenu. Siku ya leo tunafarijika sisi kama Wakala wa Majengo Tanzania kutembelewa na Naibu Waziri Mkuu pamoja na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Doto Biteko katika banda letu. Alipotembelea banda letu tumeweza kumpa taarifa mbalimbali zinazohusu miradi yetu mbalimbali ambayo tunaitekeleza, ikiwemo miradi mikubwa ambayo tunaitekeleza kwa njia ya uwekezaji kama vile mradi wa Mission Kota ambao tunatarajia kuutekeleza hapa Geita. Tuambie sasa tathmini yenu, maonesho ya mwaka huu ya teknolojia ya madini Geita yamekuwaje kwa upande wenu TBA? Maonyesho ya mwaka huu yamekuwa ni mazuri kwa upande wetu, kwa sababu sisi kama Wakala wa Majengo ambao tumeshiriki hapa tumeweza kutoa huduma mbalimbali kwa wadau na wananchi kwa ujumla ambao wametembelea katika banda letu. Hata hivyo tunayo furaha kwa kuwa katika taasisi za umma sisi tumeshika nafasi ya kwanza kwa taasisi zote za umma ambazo zimeshiriki namna hii, na kama ndugu mtangazaji unavyoona hapa, hii ni tuzo ambayo tumeweza kukabidhiwa ya ushindi. Hivyo pia nachukua fursa hii pia kumshukuru pia mtendaji mkuu wa Wakala wa Majengo Architect Daudi Kondolo kwa kutuwezesha sisi wa maafisa wake kuweza kushiriki katika maonyesho haya, ambayo sisi kwa namna nyingine tumeweza kupata manufaa makubwa katika kutangaza huduma zetu na bidhaa ambazo sisi tunazifanya. Kanda ya Ziwa ni kanda pia ambayo ina watu wengi na wadau mbalimbali, ikiwemo wadau wa madini. Kama unavyoona hapa ni mkoa ambao uko kimkakati zaidi. Na kama unavyojua sisi kama Wakala wa Majengo kuna huduma zetu mbalimbali ambazo tumeweza kuzitekeleza ndani ya mkoa huu, ikiwemo ujenzi wa hospitali ya rufaa ya kanda Chato, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita. Hospitali hizi pia zinatoa huduma kwa jamii nzima ambayo inaishi maeneo haya ya mkoa wa Geita na watu wengine wa nje ya mkoa huo, ambayo kwa ujumla tunaweza kusema ni kanda ya Ziwa. Kumalizia tu tuzungumzie kwamba sasa maonesho yameisha, wananchi wa mkoa wa Geita na maeneo jirani walikuwa wakipita hapa kupata maelekezo, wamefurahia elimu ambayo walikuwa wakipata kutoka kwenu. Ni nini kinachofuata baada ya haya maonesho? Sisi kupitia maonyesho haya tumeweza kuelezea na kutoa elimu kwa wadau wetu mbalimbali na wananchi kwa ujumla, na tunapenda kuahidi kwamba maonyesho haya yanaisha siku ya leo, lakini sisi kama Wakala wa Majengo huwa hatulali. Siku zote tunatangaza huduma zetu kupitia mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter, pamoja na website yetu ya TBA ambayo ni www.tba.go.tz.